Zubeda tena. Yaani Zubeda kwa kuzurura. Sasa sijui atakuwa kaenda wapi. Ana hapa hakuna namba. Wewe vipi huyo? Amba tena atakuwa kashakiamsha huko Gamba ninavyomjua kwenye kijiji. Sasa sikia. Nilikuwa nina shida naye huyu Gamba. Hapa nilipo namfuata. Subiri baadaye tutaona. Basi wewe ufuatilie, mimi naenda kwenye mambo yangu huko. Zubeda. Habari bwana. Poa vipi? Nafurahi kukuona tena. Uko vizuri kabisa? Mimi mzima. Kuna zawadi moja nimeipata. Kuna tunda fulani hivi. Ili alipewa Adamu na Hawa. Kipindiko enzi hizo maisha ndo naanza, dunia ndo inaanza kuumbwa. Ili tunda lina bahati, leo nimelipata. Nikuletee wewe. Wewe ni kama Hawa, mimi ni kama Adamu. Hili hapa. Nisikilize. Mimi sio Hawa na wala wewe sio Adamu. Si unanielewa hapo? Kwanza wewe, kijiji kizima hiki tushapata taarifa zako kwamba wewe ndio muuaji. Mimi sijafanya hicho kitu, wala nisingizia tu. Hiki kijiji chote hiki hamna watu singizio, wewe tu wewe ndio muuaji, si ndivyo? Nimesingiziwa. Hakuna cha kukusingizia. Kwanza wewe hivyo ulivyo na sura yako hiyo, yani unafanania kabisa na matukio yanayoongeleka hapa kijijini kwamba wewe ndio muuaji, mtoto wa Magambo. Nani akusingizie? Sijafanya hicho kitu kabisa. Cha mwisho. Ukiniona siku nyingine, naomba usinisimamishe kuniongelea hayo mambo yako. Sijui tunda, sijui Hawa, sijui Adamu. Sitaki kusikia. Kwanza unanipotezea muda. Ninavyosimama na wewe hapa, mwisho wa siku nitakuja kuonekana na mimi muuaji na shirikiana na wewe muuaji. Kwenda huko. Magambo. Rasho vipi? Magambo. Magambo? Magambo. Magambo. Ina maana hapa kijijini sasa ndio mmefikia hatua hiyo, Rasho mnataka kuuana tena? Tunakutana naye bwana. Hebu kwanza sikiliza Rasho. Njoo kwanza ndo njoo. Yeye ndugu zangu nyie. Huyo amerudi. Mwangu kulikoni? Kulikoni? Hivi Rasho kutufanyia mambo haya? Rasho kuua mtoto wetu sisi? Mwangu mbona sikuelewi, Rasho ameuaje mtoto wetu? Wewe kakwambia nani hizo habari? Habari nilishapata kwamba Rasho ndio kamuua mtoto wetu Baraka. Nimekutana na bwana Gamba kule, kaniambia kwamba Rasho ndio kahusika na masuala ya mauaji ya mtoto wetu. Mume wangu jamani, hebu punguza basi jazba. Ndio Rasho nakwambiaje, Rasho leo. Yaani ama zangu ama zake. Huyu Rasho wa kuua mwanangu wa kumuua Baraka kweli?
Kila siku anakuja nyumbani hapa nampa kila kitu anachotaka, nampa kadi kazi. Huyu Rashu kaamua kunirudisha kwenye vita ni vita. Sasa huyu Rashu ama zake ama zangu. Kaisha amua kunirudisha kwenye vita. Nishasahau vita muda sana. Mungu nakuomba ukafanya hivyo, nakuomba Mungu, nakuomba usifanye hivyo. Naomba niache, kwa hili usiingilie. Naomba niache. Naomba niache kabisa. Kwa hili usiingilie. Mungu jamani, utakuja kupata kesi jamani, utapata kesi Mungu, utapata kesi jamani. Naomba niache. Naomba niache. Mungu usifanye hivyo, Mungu usifanye hivyo. Mungu usifanye hivyo jamani, Mungu usifanye hivyo. Mungu, nakuomba niko chini ya miguu yako, nakuomba niko chini ya miguu yako, acha baba, acha, utakuja kupata kesi mume wangu. Mungu usifanye hivyo Mungu, utapata kesi mume wangu, usifanye hivyo mume wangu. Mimi nakuomba niko chini ya miguu yako. Mungu usifanye hivyo. Mungu usifanye hivyo. Mungu usifanye hivyo. Nakuomba Mungu niko chini ya miguu yako. Huyu Rashu kumbe anakuja nyumbani. Ananisalimia kazi kila siku kumbe. Anamuua mwanangu. Utapata kesi. Huyu Rashu huyu. Yaani nakwambia je, leo natembea kijiji kizima hiki. Yaani ama zangu ama zake. Ameisha kurudisha kwenye vita ni vita. Ameisha vita ni vita. Nakwambia je, naomba urudi nyumbani. Niache kijiji kizima hiki na mtafuta leo Rashu mpaka nipate. Mpaka nipate leo. Mungu niko chini ya miguu yako. Gamba ndio kasababisha matatizo yote hapa kijijini. Sasa vita imeamka upya. Mume wangu. Lazima nimpate huyu. Yaani kijiji leo lazima nizunguke nimpate huyu. Nakwambiaje? Ama zake. Leo. Huyu lazima. Nakwambiaje? Toba kimenuka. Yaani mwanangu Rashu, huwezi amini rafiki yangu. Yaani huyu Gamba sasa hivi kashakuharibia jina lako kijiji chote. Yaani kijiji chote kachafua rafiki yangu. Yaani kila sehemu unayopita huwezi amini ndugu yangu. Hapa Rashu kaua, huku Rashu muuaji. Huku Rashu kaua, huku Rashu muuaji. Huyu Gamba na akili timamu kweli? Naumiza sana ndugu yangu. Yaani sielewi nitafanyaje yuko jambo hili. Sielewi bado kabisa. Gamba sijui ana matatizo gani rafiki. Yaani ule mtoto ana matatizo sio madogo. Kuna siku alinikimbia. Ila endapo nitamkamata siku yoyote ule mtoto, nahitaji akatoe ushahidi kijijini kama mimi sijafanya ile tukio. Anikosa shalaa, anaishije mwapolini? Yaani kila nikifikiria huyu Gamba yani kageuka kama vile nguzo ya umeme. Pale kawasha moto, huku kawasha moto, huku kawasha moto. Yaani hana hata matunda rafiki yangu huyu Gamba huyu. Shangaa watu wengi. Sasa sikufichi mwanangu Rashu. Mpaka sasa hivi unachotakiwa kukifanya. Mpaka sasa hivi njia zako zinatakiwa ziwe njia za nafanya na. Ya, chini kwa chini ukipita usionekane, yani hapo mpaka mimi mwenyewe mwanao nitakapokuja kukupa info bwana, njoo tokea juu juu watu wakuone, sawa? Yani hapo ndo itakuwa utaishije kama polini mwanangu. Mungu mimi nakwambia acha Mungu, lakini usikii jamani, Mungu acha jamani, acha. Huyu Rashu wewe kawa nani? Mpaka kuniingia kwenye familia yangu mimi kuja kufanya anayofanya hayo, kuniondolea mwanangu. Mwanangu amkosea nini huyu Rashu? Mungu usifanye hivyo, unapata kesi. Mwanangu amfanya nini Rashu mpaka kumuua? Ndio yeye baba Baraka, ndio yeye. Basi twende hata kwa mjumbe tukaongee naye ukamwambie, lakini usifanye hivyo. Nakwambiaje mke wangu? Mimi kwa mjumbe siendi wala kwa mwenyekiti siendi. Kesi zangu mimi nazimaliza mimi mwenyewe hivi. Rashu kama nani? Nakwambia mimi muda mrefu rudi nyumbani basi, saa turudi Rashu omele wewe. Rashu anaanza kuitu bwana wale Baraka. Omele wewe. Umekuwa nani Rashu? Rashu umekuwa nani? Rudi nyumbani. Yaani Rashu ama zako ama zangu na nikupata Rashu. Yaani ni hapa ni chuo cha mabeka.
Toa utumbo. Rudi nyumbani. Nini? Wewe. Tayari kifo huko, kifo. Mtu kafa huko, mtu kafa tayari, kafa marehemu. Nani? Subiri, kisha nini subiri? Mama we. Nani? Lashu upo tena. Nini wewe? Ketea. Lashu huyu. Lashu amekufa. Mama ya. Magambo sio mtu kumchezea. Magambo sio mtu mdogo. Mimi nilikuwa naongea. Magambo sio mtu kumchezea baba. Yule mkulia ana roho ngumu. Kapiga chuma moja katafunua. Kichwa kule. Mkilili huko. Nikasema unatoba. Sasa ulikuwa unashuhudia vile? Kilili kule mtu kabasti. Nikasema toba. Mungu Baba. Jamani. Hebu tuone wanyama wako katika hiki kijiji. Ona. Sikuzania bosi Magambo tajiri kama ndio kufanya kitu kama kile. Ndio hivyo kapotea. Niliona kwa macho yangu mawili. Jamani. Pigo moja damu zinaruka. Punja na iona ile chembe ya damu ile inakuja. Nikikata ndo chap ikapita. Ili kule. Utakosha. Lazima ningekuonesha kwa sababu wewe Jamba hizo ndio kuonekana mimi ndo mhusika nimeua. Kuja. Sasa hizo ndo habari ambazo wanakuja kukuletea. Hizi habari ngoja wakapate na wengine. Unajua mimi ni Azam. Yaani burudani kwa wote. Kila mtu anatakiwa ajue. Kwa hiyo nimekuletea wewe hizo habari, baki nazo. Ngoja kijiji kizima wajue kuhusu swala la kifo cha bwana. Nenda. Nipo mbele. Ikiseka yandaka kali nina taarifa jao kweli. Nioga kugalongo dwaganaka. We, wacha niende huko nikajue haya maji ndo nitakuja niingize baadaye. Lashu kweli vijuzi. Vijuzi tu jamani hivi. Tunu huyo. Matingo. Vipi? Safi. Vipi, mbona unazunguka polini? Unafikiri sasa nazunguka kuna wema? Nimetoka kisimani nimekaa hapo nyumbani, kamekuja kale kavulana, kamenipa taarifa za kusisimua. Kayomba kwa Lashu obulagagwa. Yaani Lashu ameuawa. Tunu bana. Lashu kauawa? Kauawa saa ngapi? Hivi tunapoongea Lashu tayari ni marehemu. Anaitwa marehemu. Umesema alokupa hizo taarifa nani? Kaniambia huyo mvulana huyu Gamba. Afu Gamba huyo ujue Tunu. Yaani amesema amemuona akiwa nakatakatwa na yule Magambo kwa macho yake hivi. Gamba Mungu anamuona. Yaani Gamba Mungu anamuona kabisa. Sasa ishakuwa sasa Gamba ujue hapa kijijini ishakuwa kazi yake kama vile nguzo ya umeme. Ni kuunga hapa kule pawake, huku pawake, hana matunda hata kidogo. Mwagine helolo. Sasa Lashu kafa saa ngapi? Lashu mimi nilikuwa naye sasa hivi hapa, unavyokuja kuniambia hizo habari, huyo Lashu kafa sasa hivi au kafa muda gani? Wapi? Sasa wewe kama ulikuwa naye, je, mlivyoondoka kwani kifo kinachukua masaa mangapi? Yule amekuja na harufu ya damu na isikia kabisa akiwa ananuka hivi. Yaani ujue Gamba anapenda sana kuzalisha maneno. Ili nalo pia limezaliwa hivi. Ngoja mimi nende nikamtafute Lashu. Wewe yule amekufa maana yule amekuja na harufu ya damu kabisa na msikie inanuka. Harufu ya damu wapi jamani hapa kijijini? Harufu ya damu wapi? Mimi naamini kabisa Gamba, yani Gamba mimi na wasiwasi hata na akili yake haiko sawa. Yaani itakuwa Gamba akili yake pia ni Gamba tupu. Pengwe. Ujue Gamba na wapeleka, mimi si wafichi. Gamba. Lashu mimi nimeachana naye hapo. Sasa wewe kule kanuka na hama hoja ugasungwana na hoja. Ngoja mimi nikamwangalie Lashu bwana. Lashu mimi nimeachana naye hapo. Ngoja na mimi niende. Gamba amekufa. Anaenda kusema nimeachana naye hapo. Sasa kwani kufa ni dakika 10 au si dakika 1? Hadi
Zubeda. Oh. Tunu, karibu. Unapenda sana kukaa ndani kama utumbo. Hamna bwana. Karibu Tunu. Za kwako? Salama, za utokako. Salama lakini sio kwema huko. Kuna nini tena? Lashu ameuawa. Mtume. Lashu ameuawa? Inatokea imefanyika saa ngapi? Yaani nimetoka mtoni nimekaa hapo akaja nani? Akaja kakavulana na kuambia mbio akasema kwamba kakutana na Magambo akiwa anamuua nani? Anamuua Lashu. Inawezekana na ukweli hili jambo. Maana asubuhi ya leo nilikuwa natoka zangu kwa kumtafuta huyo bwana langu linaonisumbua hapa kijijini, Matingo. Nimekutana na Magambo na mkewe. Mungu wako hai. Yule bwana ameshika panga, ameshika rungu. Inaweza ikawa ndo ameenda kufanya hilo tukio. Mpaka mimi mwenyewe niliogopa. Unajua kuogopa ndugu? Basi hapo ndo alikuwa ametoka kufanya tukio. Maana Gamba alivyokuja ndo alikwambia bado mbichi kabisa, katoka kumuona akiwa anakatakata. Na harufu ya damu akiwa ananukia. Sijui unaelewa? Kwa hiyo hapa kijijini panawaka moto. Nashukuru kwa kuniletea hizi taarifa, lakini sina uhakika nayo sana ili jambo kama kweli limefanyika. Hivi sasa nitaenda kwa Nonje nikathibitishe, je, ili jambo ni kweli ama tu habari za hapa kijijini. Mungu wangu. Basi sawa, wewe nenda. Acha na mimi niende nikaingize maji yangu ndani nipike. Na mimi sasa hivi ngoja nifunge mlango kwanza hapa niende kwa huko Nonje ili nithibitishe ili jambo ni la kweli, tusije tu tunalibeba juu kumbe halina ukweli ndani yake. Eti basi haya Zubeda, tutaonana. Haya. Uniambie hata unapika Zubeda. Sasa naambia unaenda kupika hivi kwa hali kweli una hamu hata kuingia jikoni kupika? Haya bwana, kuna wizi hapa atakaoniibia ni. Nonje! Wanonje! Vipi? Shoga yangu. Wewe niache tu, nimekuja wangu hapa ndugu yangu. Maana ile asubuhi nilivyoona pale na shemeji mko hai. Ndugu yangu wewe. Nimesikia taarifa huko. Taarifa gani tena? Tunu kaniletea nyumbani kwangu. Eti shemeji kamua Lashu. Vipi? Vipi? Niambie. Ndugu yangu, yani hapa nimekuja wangu. Ile asubuhi pale nilivyoona wewe na shemeji mmeongozana hai. Yani nafika tu nyumbani. Hata kukaa sijakaa, Tunu huyo anakuja kunipa taarifa kwamba shemeji kamuua Lashu. Jamani. Hivi kijiji kinanitafuta nini mimi na familia yangu, lakini mbona anapenda kumzushia mambo yule baba? Yaani huyo mwanangu kamuua Lashu saa ngapi? Na kati tumemtafuta Lashu kijiji kizima hiki cha Tambaswala chote tumekimaliza sisi kwa ajili ya kumtafuta huyo Lashu. Yaani unajua yule Gamba kaleta matatizo kwenye kijiji. Unaona sasa mambo yake ya kuyazuazua. Mwisho wa siku kalizua janga, yule baba amekasirika vibaya kwa ajili ya kifo cha mwanae Baraka. Lakini kwa nini hapo ndo kwanza bado anaendelea kumzushia kwamba kamuua Lashu jamani? Kweli jambo sio la kweli. Ndugu yangu, hili jambo sio la kweli. Yaani hili jambo sio la kweli kabisa. Mume wangu huyo Lashu hajamuua wala hajamgusa, kwa sababu Lashu tumemtafuta leo kijiji kizima na hatujamuona. Sasa nisikilize nikwambie shoga yangu. Naomba uende. Maana huyo baba ndani humo amekaa, ametulia tu. Yaani hapo nilipo naenda kumbembeleza hili aendelee kutulia. Maana jinsi alivyokuwa hai kwa ajili ya kumtafuta huyo Lashu, ndugu yangu wewe acha tu. Na kama unavyomjua akipandisha moshi asije akakuletea matatizo. Naomba uende ndugu yangu. Mimi nitakuja tu kwako na uende. Haya, ndugu yangu. Nenda nitakuja huko. Jamani. Hapa roho yangu sasa ina amani.
maana nilitoka hai. Watu wana balaa kijijini hapa kuzusha mambo. Dada Zubeda. Marahaba, ujambo Chichi? Sijambo. Yaani kijijini hapa sasa hivi kunavyoogopesha. Na huyu babu yako Kasongo anakutuma huku misituni kila siku kwenda kumtafutia dawa. Uogopi wewe? Ila dada Zubeda, babu Kasongo kaniambia muuaji sio Lashu, muuaji huko hapa kijijini. Tu Lashu anamsingizia. Kwa hiyo muuaji upo kijijini hapa hapa?